Naitwa Prophet Francis Elia Musa Ibrahim, ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Leo nataka niongelee kuhusu siasa. Nini maana ya siasa? Au siasa ni nini? Au nani anastahili kufanya siasa? Nimeshasikia watu wengi wanalalamika, mara wanasema usichanganye dini na siasa. Sasa nani anayestahili kufanya siasa? Ndio leo nimeona ni wasaidie wa Tanzania na dunia nzima kwa ujumla kujua maana ya siasa. Narudia, nini maana ya siasa? Au siasa ni nini? Au nani anastahili kufanya siasa? Moja, mwanasiasa ni mtu anayeshiriki katika mchakato wa kutunga sera. Kwa kawaida wengi wanakuwa na nafasi katika serikali. Narudia, moja hiyo, mwanasiasa ni mtu anayeshiriki katika mchakato wa kutunga sera. Kwa mchakato wa kutunga sera, kwa kawaida wengi wanakuwa na nafasi katika serikali. Wanasiasa wanawakilisha watu, hufanya maamuzi, kushawishi watu uundaji wa sera ya umma. Wanasiasa wanawakilisha watu, hufanya maamuzi, kuwashawishi watu uundaji wa sera ya umma. Hiyo nilikuwa naongea namba moja. Namba mbili, siasa ni ushawishi wa kumshawishi mtu au umma kutoka kwa kile anachokiamini na kumleta kwa kile unachokiamini wewe, kama vile dini zetu. Narudia, namba mbili, siasa ni ushawishi wa kumshawishi mtu au umma kutoka kwa kile anachokiamini na kumleta kwa kile unachokiamini wewe, kama vile dini zetu. Mfano, wachungaji, mapadri, mashehe wa msikitini tunapohubiri kwenye mihadhara au mikutano ya Injili. Kwa hiyo wenzetu Waislamu wakiwa kwenye mhadhara, wanapokuwa mfano wanasema Isa bin Maryam wakati anaondoka alisema atakuja mtume wa mwisho, na huyo mtume wa mwisho atakuwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wote kimbieni kusilimu hapa. Mkisilimu hapa kuanzia sasa mtakuwa Waislamu halisi. Kwa hiyo pale yule shehe anapokuwa anaelezea hayo, anakuwa kwenye siasa, anamwakilisha Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye hata mwingine anayekuja kupinga anaweza kasema huyu anatupotosha. Maana yake ili wamsikilize yeye, wamwache huyu shehe aliyekuwa anasema kwamba Isa bin Maryam ndiye aliyesema kwamba atakuja mtume wa mwisho ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwenye kuamini anaamini. Na vile vile mapadri na wachungaji wakisimama wanaposema Yesu ni mtenda miujiza, alikufa akafuka siku ya tatu. Wewe unapokuwa kipofu, kiwete, una magonjwa kila aina, uzai, kimbia mbele uje kuokoka, kimbia mbele upone magonjwa yako. Yesu yuko hapa na uokoke leo. Watu wanakimbia mbele. Hayo ni Wakristo, ni Waislamu, wanakimbia mbele. Sasa wanapokuja kuamini, wanaitwa kuokoka, wanabatizwa kwa maji mengi kupitia dini ya Kikristo. Tayari yule mtu alipokuwa amesimama pale alikuwa yuko kwenye sera, alikuwa kwenye siasa ya neno la Mungu. Kwa hiyo kuna siasa ya neno la Mungu na siasa ya kidunia, yani siasa ya mambo ya kifalme ya ulimwengu, kama vile tunavyoona CCM, Chadema na vyama vingine kama ACT Wazalendo na kadhalika. Kwa hiyo siasa iko sehemu zote. Nimekuwekea mfano kwamba mchungaji au mimi ninaposimama kwenye mikutano ninaposema Yesu ni mtenda miujiza, kimbia mbele njoo kuokoka, watu wanakimbia. Waislamu kwa Wakristo wanakuja kuokoka, wanamfuata Yesu. Pale inakuwa kwenye siasa. Na vile vile hata Muislamu akisimama, shehe Isa bin Maryam ni mtume alisema atakuja mtume wa mwisho ambaye atakuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kimbia mbele. Hakuna dini nyingine isipokuwa Islam. Watu wanakimbia mbele, Wakristo na Waislamu wanakimbia mbele.
kwenda kusilimu, ile ni siasa. Kwa hiyo lazima uelewe kitu kama hicho. Kwa hiyo siasa haina eneo maalum kwamba hii hawa ni wanatakiwa wawe kwenye siasa fulani, siasa siasa iko namna hiyo. Kwa hiyo basi, namba 3, nini maana ya siasa? Namba 3 hiyo nilikuwa naongelea namba 2. Namba 3 ni seti ya shughuli zinazohusishwa au kuhusishwa na kufanya maamuzi katika vikundi au aina nyingine za mahusiano ya mamlaka kati ya watu, kama vile usambazaji wa hali au rasilimali. Namba 3 ni seti ya shughuli zinazohusishwa au kuhusishwa na kufanya maamuzi katika vikundi au aina nyingine za mahusiano ya mamlaka kati ya watu, kama vile usambazaji wa hali au rasilimali. Kwa hiyo hiyo ni namba 3, lazima uelewe kwamba ni seti ya shughuli zinazohusishwa au kuhusishwa na kufanya maamuzi katika vikundi au aina nyingine za mahusiano ya mamlaka kati ya watu, na kama vile usambazaji wa hali au rasilimali. Tunaenda namba 4. Siasa ni nini? Ni policy au sera, kwamba kila linapotokea jambo fulani, wewe utakuwa na sera kuhusu lile jambo au ushawishi wa kuhusu lile jambo wa kuamini, na hizo sera hutumika kuongelea taifa, mashule na hata makampuni, hata dini au taasisi mbalimbali kama vile dini na kadhalika. Narudia, nini maana ya siasa? Siasa ni nini? Namba 4 ni policy au sera, kwamba kila linapotokea jambo fulani, wewe utakuwa na sera kuhusu lile jambo au ushawishi wa kuhusu lile jambo wa kuamini, na hizo sera hutumika kuongelea taifa, mashule na hata makampuni, hata dini au taasisi mbalimbali kama vile dini na kadhalika, makampuni yoyote. Hiyo ndio inaitwa siasa. Namba 5, siasa ni nini? Siasa ni njia ya kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali za jamii, kama vile mji, taifa au hata dunia nzima. Siasa ya kimataifa. Narudia, namba 5, siasa ni njia ya kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali za jamii, kama vile mji, taifa au hata dunia nzima. Siasa ya kimataifa. 6 na ya mwisho, sera ni nini? Sera au siasa nini? Ni njia ya mahususi au mbinu ya utekelezaji uliochaguliwa kutoka miongoni mwa njia mbadala kwa kuzingatia masharti yaliyotolewa, ili kuongoza kuamua maamuzi ya sasa na yajayo, na kupanga rasilimali zinazohitajika, kuweka maelekezo ya kimikakati kwa ugawaji wa rasilimali adimu kwa maelekezo ya umma. Narudia tena, namba 6. Sera ni njia mahususi au mbinu, sera au siasa ni njia mahususi au mbinu ya utekelezaji uliochaguliwa kutoka miongoni mwa njia mbadala kwa kuzingatia masharti yaliyotolewa, ili kuongoza kuamua maamuzi ya sasa na yajayo, na kupanga rasilimali zinazohitajika, kuweka maelekezo ya kimikakati kwa ugawaji wa rasilimali adimu kwa maelekezo ya umma. Kwa hiyo siasa ni mtu anayesimama kwa ajili ya watu, kusema neno jambo fulani kwa kuwashawishi, kuwatoa katika imani fulani waliokuwa nayo na kuwaleta katika msingi fulani wa imani ambayo anayo yeye, au kuelezea jambo ambalo anaweza akasimama kusema kwamba hili ninaloliongea ndilo la msingi la kufuata kuliko hili ambalo mnalifuata nyinyi, au kuliko alilesema mtu fulani. Kwa hiyo pale inakuwa ni siasa, na yule akija naye atasema kupinga au atamkubali. Kwa hiyo siasa ni jambo ambalo mtu anasimama kwa ajili ya umma, kwa ajili ya manufaa ya umma, au kwa ajili ya manufaa ya kampuni au taasisi fulani. Kwa hiyo katika hilo natumaini utakuwa umeshalielewa. Hautaweza kuwa na maswali mbalimbali kwamba yule mchungaji profeti kwa nini anachanganya siasa na dini. Sasa hapo ukisema siasa na dini utakuwa sijui umetenganisha kitu gani, kwa sababu siasa ipo hata ndani ya kanisa. Isa bin Maryam mwenyewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipokuja
walipokuja nao walifanya siasa, ila wewe ukujua walikuja na siasa gani? Walikuja na siasa ya neno la Mungu, kusema tubuni dhambi zenu, siku ya kiyama mtachomwa moto, acheni wizi, acheni ujambazi, acheni kuabudu sanamu, miti na mawe, acheni kuabudu makaburi. Kwa hiyo yupo Mungu wa kweli, na yupo mtu mwingine anaweza akaja akasema Mungu hayupo, akapinga naye yale. Kwa hiyo wale watu wanakuwa ni watu wa siasa. Ndio maana kuna ambassador, yani balozi wa shetani anayepinga njia za Mungu, anasukua na sera zake kuwadanganya watu, na vile vile kuna balozi wa Mungu muumba mbingu na nchi. Kwa kama mimi hapa ni mtumishi wa Mungu, profeti, ni balozi wa Mungu muumba mbingu na nchi, kuwakilisha neno la Mungu. Watu waache wizi na ujambazi na ufisadi, wasimame katika msingi wa neno la Mungu, ili siku ya mwisho wasije wakaingia katika moto wa jehanamu. Mpaka hapo mmekwisha nielewa, Watanzania wote. Siasa ni neno kama hilo ambalo nilikuwa nimeelezea. Mungu awabariki sana katika jina la Mungu wetu muumba mbingu na nchi. Amen.